Mungu ni mwema. Basi ndugu wapendwa, leo tunaanza wiki takatifu. Tumeanza na Jumapili ya Matawi tunapoadhimisha tukio kubwa, Yesu kwenda Yerusalemu. Kwenda Yerusalemu, Yesu ameenda kwa hiari, hajalazimishwa, na ndiyo maana tunajua kama alivyosema, sikuja kufanya mapenzi yangu, nilikuja kuyafanya mapenzi ya yule aliyenipeleka. Nakumbuka Ijumaa ya Alhamisi, Yesu ataomba, Baba, uniondolee kikombe hiki, lakini si mapenzi yangu, lakini mapenzi yako. Baba alikiondoa? Hakukiondoa, kwa sababu makusudio ya Baba ni kwamba mwanawe awe mpatanishi, awe suluhisho na awe dawa ya wokovu. Dhambi za mwanadamu hazingeweza kulipwa na gharama nyingine yoyote, zingelipwa tu na mwana kondoo wa Mungu kwa njia ya damu yake. Na kwa sababu hiyo lazima Kristo angekufa. Ukisikiliza masomo ya leo ni kama yale ambayo tutasoma Friday. Leo tumesoma Matthew, lakini yanaashiria matukio ya Friday. Na Friday ndiyo climax ya yale ambayo, kwa hivyo ya kwanza ni kwamba Yesu anaingia Jerusalem. Wale watakuja misa kesho, uwezekano Yesu atakuwa in the temple, na atafuruga watu kule, wale ambao wanafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kesho atakuwa hekaluni, the whole of this week atakuwa anaingia hekalu na kurudi, na hasira ya watu itazidi kupanda. Tumesikia katika Zaburi, Baba, Baba, mbona umeniacha? Again, hiyo ni maneno ya Ijumaa, sababu ni kweli Baba atamuacha mwana, na atamuacha kwa sababu amechukua dhambi zetu. Na kwa hivyo licha ya kwamba ni Mungu, atakuwa na dhambi ya mwanadamu, na yale Yesu anafanya hafanyi kama drama. Unajua iko saa tunafanya drama, ni kuiga, lakini Yesu hafanyi drama. Wakati alipozaliwa alichukua kila kitu chetu, na hata dhambi zetu pia alichukua. Na kwa hivyo wakati anapoenda kwa msalaba, anaenda kama Mungu na mtu mwenye dhambi. Na kwa hivyo sababu Baba ni mtakatifu, Baba ni mwema, hana doa la dhambi, basi hawangekuwa pamoja na mwana ambaye amebeba dhambi zetu. Ndiyo maana tunasikia Yesu analia, Baba, Baba, mbona umeniacha? True, Baba aliacha mwana sababu mwana ana dhambi. Watapatana wapi? Watapata katika upatanisho wa msalaba, wakati atakapomwaga damu iwe fidia ya dhambi, na hapo atasema yote yamekwisha, na kwa hivyo atakuwa sasa wamerudiana katika utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa sababu matukio ya leo tutaisherekea kwa njia rasmi Ijumaa, nataka kutafakari dakika 5 tu. Why palm? Why are we using the palm? Kwa nini tumetumia mitende? Tumsifu Yesu Kristo. Umesikia injili ya leo ambao tumesoma leo ya Mathayo, ameongea juu ya mitende. Mathayo ameongea juu ya mitende? Hapana. Injili ya Mathayo, injili ya Marko, injili ya Luka wanaongea juu ya mavazi na wakachuna matawi, branches,
God is good. So all the other three gospels, the synoptics, they mention about branches. It is only in the Gospel of John ambaye anasema walichukua matawi mitende. Tumsifu Yesu Kristo. Na sababu tumeitumia, kwa nini John anahimiza mitende? He has a reason. Kwanza, tumesikia Yesu ametumana, endeni mulete punda. Kwa maanisha Yesu alijua mahali yule punda yuko. Msifu Yesu Kristo. Namba 2, ikiwa mtu atawauliza, mwambieni mwenyewe anaitaka. Hebu leo uende ukute kondoo ya mtu imefungwa mahali, ufungue useme napeleka kanisa. Ndio utapitia hapa ukielekea Central. Si ni kweli? Ni kweli utapita karibu na kanisa, na hata ukisema nilikuwa napeleka kama sadaka kwa Father ama kanisa, nobody would understand. Na Yesu amewaambia vizuri, mtapata punda amefungwa, mfungueni. Mtu akiwauliza, mwambieni mwenyewe anataka. Of course, mwenyewe hakuuliza, sababu mwenyewe ni Kristo. Na ni kwa nini ukisoma translation vizuri inasema it was a young donkey. Haikuwa imefanyishwa kazi, kumaanisha ilikuwa firstborn donkey which belongs to who? To God. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ndio maana inaletwa, sababu ni ya kwanza, na kila kitu chote cha kwanza ni cha Mungu. Kwa hivyo wakailete, wakatandika Mathayo, Marko na Luka, wakatandika nguo na wakakata majani. Lakini John amemention mitende, palm tree. Wakakata matawi ya mitende na wakaanza kutikisa wakisema Hosanna, Hosanna. Now what can we learn? Why did John mention the palm tree? Because the palm tree can be able to teach us several lessons. One, tunapo huu mtende na wa Mombasa ni sawa? Ni sawa? Huu natoaga ile madafu. Kwa hivyo the real mitende iko wapi? Pwani. Si ni kweli? So kwa nini mitende? Mtende ni kati ya miti ambao unakuwa mrefu zaidi kuliko miti nyingine yote. A palm tree can grow to 197 feet long. Meaning what? It is very unique. Sio miti ya kukaa na tumiti tuingine. Ni mti ambao unasimama na kutaka utambulike kwa jinsi ulivyo. It is that tall. What is the reason? The reason is we need to stand outstandingly for Christ. Tusiishi tu maisha kawaida. Hapana, simama utambulike kama Mkristo. Simama udhihirishe imani yako. Na kwa hivyo mtende kati ya miti yote ndiyo mti mrefu. It is unique. Na kwa hivyo vile Mungu alivyotuumba tukiwa na sura yake, tumwakilishe Mungu. Don't be just the ordinary. Please strive to live the perfection of Christ. Try to strive to be unique in the plan of God. Hiyo ndiyo lesson ya kwanza. Lesson ya pili, mtende, the secret of a palm tree is the root. Mizizi ya mtende inaenda kilomita 4.5 chini, ama inaweza safiri kilomita 4, kumaanisha hauwezi ng'oa mtende ovyo ovyo. Why? It is firmly grounded. Are we together? Kumaanisha nini? Ikiwa ni hivyo, sisi kama Wakristo
tunastahili kuwa na mizizi ya imani. Tunastahili kuwa na mizizi ya imani. Hatustahili kwenda na upepo, tunastahili kuwa imara katika maisha yetu na uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Are you rooted in the life of God? Are you rooted in your relationship with God? Are you rooted in your faith? Ama upepo ukija unakubeba. A palm tree, the secret is the root system. 3, ikiwa ruti yake ni kilomita 4, hii ndiyo sababu mtende unasukumwa na upepo. Wale wameenda pwani, unaweza kuta mtende umesukumwa mpaka umeinama chini, si ni kweli? Sababu ya the wind. Lakini by evening mtende umesimama. Because of the root, it is able to bend due to pressure of wind and other factors, lakini itaweza kusimama. Lesson, ikiwa ni hivyo na tuko imara katika imani, wakati tunapopata challenges za maisha na kusukumwa mpaka chini, lazima tuwe na spiritual stamina ya kuamuka. Mungu ni mwema, na hii ndiyo sababu basi John anatumia huo mtende, sababu anajua huwa unasukuma unaenda chini, lakini by evening umesimama tena. And that is what is supposed to happen in our life and in following Christ. Ndio tuna challenges nyingi za maisha, wengine tuko chini kabisa, tumesukumwa na challenges za maisha na saa zingine tunakata tamaa, lakini tunastahili nini? Kufika jioni tuweze kurudisha tena tumesimama imara, because we have an extra force. Which one? Spiritual strength. Spiritual strength. Tumsifu Yesu Kristo. Mitende wakati mwingi hata ikiinama huwa inainama mahali jua inachomoka. Kumaanisha nini? Kumaanisha mitende ina uhusiano na jua, and many plants they bend toward the sun. Meaning what? Hata sisi John anatafakari kwamba Mkristo lazima kila wakati awe amelala, amefocus mahali kuna jua. Jua yetu ni nani? Jua yetu ni Kristo. Where is your network? Where is your soul? Where is your heart? Is it bent towards the sun, who is Christ? Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Ya mwisho 2. Umeshaona a palm tree yenye ni kubwa? Umeshaona a very huge palm tree? Never. Palm tree, they are lean. Nataka uangalie kapicha yako ya Mombasa. Ule mti huwa very thin, umekonda. Na ni kwa sababu gani? A palm tree is able to shed their necessary leaves. Inatoaga matawi ya nje ambayo haifai na inaitupa. Kumaanisha nini kama Wakristo? Ikiwa hata tumeambiwa mara kadhaa na Biblia, ingieni mlango mwembamba. Sasa utaingiaje mlango mwembamba ikiwa umenona? Na ni nini na tunaonesha? Saa zingine tumenona kwa kubebanisha mambo. Na kwa hivyo tunastahili tuwe kama, ndiposa tuwe kama mtende, lazima we shed off unnecessary leaves. Anger, unforgiveness, kusema mambo ya wengine, chuki. Are we together? Mambo ambayo tunayabeba katika roho zetu inafanya tunone, lakini tuende mbali na Mungu. Pride, jealousy, kujipenda. Haya ni mambo ambayo yanafanya tunone, lakini hatuwezi kuingia sababu mlango ni mwembamba.
A palm tree is lean and slender. Please shed off things that become a barrier to your relationship with God. And what is the secret of a palm tree? It is the inner stem. Ukienda ndani wa mtende, hapo ndipo kunapokuwa na life. Na kwa hivyo ikitoa ya nje, ndio maana ukikata mtende, you don't hurt it. You hurt a palm tree when you cut the inner part. Ni kama penseli. Penseli unaichonga, hii ya juu haina faida. It is the carbon that has the importance, because that carbon is the one to put a mark. In the same spirit, mtende huwa the inner part is what keeps it alive. Na kwa hivyo huwa inatoa ya nje, lakini uhai wake uko ndani. For true, hii ndiyo sababu tunastahili kuchunga roho zetu. Saa zingine we invest a lot kwa haya mambo ya nje, matawi ya nje, urembo, uzuri wa nje, tunasahau kushughulikia ya ndani. Na hiyo ya ndani ndiyo ambayo ni muhimu zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. See, it is very easy to get a madafu. You know that. Tunaweza enda uchune madafu. Hamjambo. Unaweza enda uchune? Hapana. Why? Madafu huwa ziko juu. Kwa hivyo mtende huu unaficha matunda yake. It preserve the fruits away from the enemy. Ndio maana matunda yake iko juu. Kumaanisha nini? Wewe na mimi lazima tufiche madafu yetu ya kiroho, matunda yetu ya Ukristo, tuyafiche mbali na yule muovu. Sababu shetani akijua mahali utajiri wetu upo, atakuja na kuiba. Na kwa hivyo, kwa mfano wa mitende ambaye inaficha matunda yake mbali na adui, basi ndiyo maana leo tumetumia mitende ili tukumbushe wewe na mimi kuweka mbali utajiri wetu wa kiroho, mbali na shetani. Roho zetu zifiche. Don't expose yourself to the devil. We have to preserve that which connects us with God, the holiness, the goodness, our eyes, our bodies. They are all gifts given to us by God. Lazima tuzitumie kwa minajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo siku ya leo tunapotumia mitende, inatukumbusha mambo hayo ambayo John anataka sisi tuyatafakari, na mti huu utusaidie kutafakari kwa maisha yake iwe maisha yetu. Na sababu Mungu anatumia wanyama, viumbe kuongea na sisi leo. Na kawaida tunajua in the Bible and the ancient tradition, the palm tree was a sign of victory. Wakati mfalme alipotoka vitani na amerudi na ushindi, alikaribishwa na mtende. Na kwa hivyo sisi tunajua leo anapoingia Jerusalem ndio anaenda kufa, na wengi walidhani kaburi ndiyo mwisho, but Sunday morning ataamuka na ushindi. Ndio leo ameingia na punda. Punda ni ishara ya unyenyekevu. Zamani wale wanaoenda kwa vita walienda na farasi. Yesu hakuja kuleta vita, amekuja kama mfalme wa amani. Na kwa hivyo ameingia na punda, mfano wa unyenyekevu, na pia ameingia na mitende. Watu wakatikisa mitende, kumaanisha ni mfalme ambaye anakuja na ushindi ambao utafanya sisi zote tuweze tena kuwa watoto wa Mungu. Tuombe, tujifunze kwa mtende, na kwa maisha yake iweze kutusaidia kuishi maisha yetu ya Ukristo. Leo tumeanza na Yesu anaingia Yerusalemu na ushujaa, na kwa hivyo hata nasi tunapoimba Hosana mbarikiwa, wewe ndiye ambaye utatuongoza katika vita hii, vita vya kiroho. Lakini tunajua sio vita vya mwili, sio vita vya mawe, sio vita vya risasi,
lakini ni non-violence, na tutaweza kupata ushindi kwa sababu Kristo ni Masia wetu. Tuombe siku ya leo, Kristo anapotuongoza Yerusalemu, tunapotikisa matawi yetu na kutandika mavazi yetu, hasa mavazi ya kiroho, maana Joel alisema, sitaki mrarue nguo, rarueni mioyo. Na kwa njia ya kipekee, kwa kutubu dhambi zetu na kumrudia Mwenyezi Mungu, tunaanza maisha mapya kwa njia ya Kristo Bwana wetu.